Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa mapokezi yenu ambayo mmeyafanya leo. Nawashukuruni sana. Lakini zaidi ya hapo nitumie fursa hii kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya na ambayo mmekuwa mkifanya. Hongereni sana. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametekeleza hii historia. Ametufanya kwamba leo ametupa uhai, lakini ametuwezesha kwamba tukutane. Ni kwa mapenzi yake ndio maana leo tumeweza kukutana. Sababu nakumbuka jana tulipanga kukutana, lakini yeye hakupenda tukutane jana, ndio bwana tukutane. Najua jana mlijiandaa, mlijipanga kwamba tunakutana, lakini kutokana na dharura mbalimbali ambazo zilijitokeza, basi zilitufanya kwamba tusikutane. Tunaelewana jamani? Lakini kwa mapenzi yake Mungu leo tumefanya nini? Tumekutana. Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais ambaye aliamua kuniteua kuwa waziri wa kilimo, ambaye nimeteuliwa hivi karibuni, na baada ya kuteuliwa niliondoka Dar es Salaam siku iliyofuata na kuja Mtwara kuripoti. Nikiwa bado sijasoma sera ya kilimo ni nini, nilijimwaga uwanjani nikaanza kuzungumzia korosho. Sijui sera ya korosho inasemaje au utafiti umesemaje, hivi nilianza kuimba nini? Korosho. Kwa hiyo ni heshima ya pekee kwamba katika historia baada ya kuteuliwa mkoa wa kwanza niliokwenda ni nini? Nilitamani siku ile siku iliyofuata nije kuwatembelea na nilikutana na mkuu hapa. Sisi na wewe wote huyo kwa lakini bahati mbaya haikuwezekana. Lakini nawashukuru sana. Lakini pia niseme nawashukuru kwa taarifa zote mbili ambazo mmezitoa. Taarifa ya kituo hiki cha utafiti daktari, taarifa ya chuo. Nimeona miradi mbalimbali, nimetembelea mpaka kwenye mashamba yenu, mmenipa hapo, nimejifunza, na wengine mmesikia nauliza maswali. Wala sikuwa na nia mbaya, nilikuwa na lengo la kuwaelewa. Yote hayo nimeyapata. Lakini pia hapa nimetoa kazi nzuri, homework. Tumezoea kama mwalimu tunatoa homework wanafunzi wafanye, hii mmezoea kwa wanafunzi. Sasa leo niko kweli, niko napima mnavyowafundisha wanafunzi, na mimi wape mtihani. Hasa nimewauliza, nimewapa maswali mazuri, lakini yako mambo ya msingi niliyokuwa na yaangalia. Inawezekana mkaona ni maswali ya kitoto, lakini yako mambo ya msingi nilikuwa na yaangalia, ambayo ndio nilikuwa nataka majibu, na nitaka nianzie hapo. Jambo la kwanza, unapokuwa na kitu kinaitwa taasisi. Taasisi yoyote duniani ina dira yake, ina dhima yake, ina imani yake, ina malengo yake, ina shabaha zake. Taasisi yoyote duniani, kokote utakapokwenda ina. Na kwa sababu nyinyi wote hapa mlipojitambulisha mlisema ni wafanyakazi ama wa kituo hiki cha utafiti ama wa chuo, mimi nilitaka nijue, kwa hiyo dira yenu huko inasema nini? Nyinyi mmesema, mmeeleza dira zenu, kila mtu amesema alivyoweza, mmeeleza malengo yenu, mmeeleza shabaha zenu. Lakini nataka niwaambie, baada ya kuwasikiliza shabaha zenu, hakuna aliyesema shabaha inayopimika. Hakuna. Na shabaha yoyote lazima ipimike. Lengo linaweza likawa linapimika au ukalitengeneza kwa mpana, kwa mapana, likawa ni broad, likawa general, lakini shabaha lazima iwe na kipimo. Unapotengeneza shabaha, wazungu wanasema you have to formulate it in a smart way. Tunatumia neno smart, si ndio? Mnaifahamu? Tunatumia neno nini? Smart. Maana yake shabaha lazima iwe specific, iwe measure, iwe achievable, iwe realistic, iwe time, iwe na time frame. Yote mliosema niambieni shabaha mlioweka time frame. Niambieni shabaha mlizozisema ambazo zinapimika. Lakini dira yenu, wataasisi hapa wakituotea kwa wameweka vizuri, lakini hawajiamini. Wa kwanza aliweka vizuri kabisa, ila hakuamini kama yuko sahihi. Na hii ina maana
mlioko kwenye taasisi hamna common vision, hamna dira mnayoimba wote, kwa sababu moja ya maagizo ya kwanza ya serikali, dira lazima ibandikwe milangoni. Mimi kila mahali bora mimi naangalia na chukuli sijaona, au umeona? Ndio mimi sioni macho, sijaziona kule chuoni, sijaiona. Umeingia kwenye ofisi yako na hivi sikuiona, kwa sababu hiyo lazima kila mahali ibandikwe ili kila mtumishi aiimbe. Rais wa Marekani alipoenda kwenye kile kampuni moja ya NASA, akaenda pale kwenye kampuni ya NASA, akamkuta mtu anafagia, yuko busy pale anafagia. Akasema, wewe unafanya nini hapa? Akasema, mimi nasaidia watu kwenda mwezini, kwenda kwenye anga za juu kule kwenye mwezi, kwa sababu NASA wanafanya kazi, safari za kwenda kwenye anga za juu, kwenye mwezi kule, kwenye wapi huko. Kwa hiyo yeye anasema anafagia is facilitating people to go to the moon. Na hiyo anakwambia anajua kwa nini taasisi ipo na kazi yake pale ni nini. Kwa hiyo rafiki yangu ni driver, umepatia, lakini umejitahidi lakini hukumalizia. Kwa hiyo wewe wewe ni kwamba unasaidia taasisi ifikie malengo yake. Na unasaidiaje? Kama ningekuuliza unasaidiaje, unaniambia kazi yangu mimi ni kuwachukua hao maafisa, kuwachukua hao walimu, kuwachukua hao watafiti, waende pale wanapotaka kufika ili lengo la taasisi lifikie. Lakini ulijitahidi, kama ni max ningekupa 60 kwa hiyo. Lakini wale wenzangu wale waliosema wale, nimeona wanaimba siasa. Kama sio wataalamu hawaimbi siasa. Siasa mtu achie sisi. Nyinyi mtekeleze mambo ya utaalamu. Tunaelewana jamani? Ukienda nchi ya Singapore inasema mambo yafuatayo. Dira ya nchi, Singapore should be the best place to live, work and stay. Singapore iwe ni nchi bora duniani kwa ajili ya kufanya nini? Kuishi, kufanya kazi na kula maisha, kukaa. Tumeelewana jamani? Sasa ya kwenu dira ya kituo cha utafiti mlikuja vizuri. Tunataka kituo hiki, mmesema hivi, kiwe ni kituo bora cha utafiti wa kilimo duniani. Si ndio tayari? Ndio hicho. Wewe mkuu ulipokuwa unasema kimefanya hivi. That is you are reporting about what you have achieved. That is performance reporting. We are not talking about performance reporting. Tunazungumza ndoto mbele. Sio huko tunakotaka kwenda. Kuwa ni kituo bora duniani cha utafiti wa nini? Wa kilimo. Kituo bora cha utafiti wapi? Kilimo. Wapi? Duniani. Wewe usiweze kusema Tanzania na dunia. Wewe ndoto yako ni wapi? Duniani. To be a center of excellence. Yaani hicho, weka tu kifua hicho tu. Ndio kila mmoja wenu hapa anatakiwa kuimba. Na hapa nilipokuwa nauliza, nilikuwa naangalia kama wote mnajua. Nilichojiona hamjui wengine. Tena nimechukua wale wakubwa. Wadogo sikutaka kuwa embarrass. Wakubwa wenyewe kila mtu anao ya kwake. Wao ukimuuliza hapa mkuu ndoto yake binafsi ni kwamba siku moja aende mbinguni. Kila mtu lazima awe na ndoto yake. Unaota nini? Unapokuwa wewe uko hapa duniani unaota nini? Kuna mwingine hapa ameona duniani hawezi kula maisha, anataka kale wapi? Mbinguni. Sasa ni ndoto yake. Nachosema lazima mjue kwa nini taasisi yenu ipo, ina dira gani, ina mwelekeo gani, ina malengo gani, ina shabaha gani. Tumeelewana jamani? Unaanza na dira, unakuja na zima au mwelekeo, unakuja na malengo. Na malengo ya taasisi lazima uyajue. Usipoyajua unakula mshahara wa bure. Malengo yale ndio yanazaa shabaha za utendaji. Shabaha lazima ziwe in a smart way. Kama ingekuwa ni kituo hiki, angeniambia. Sawa? Angeniambia labda utafiti wa mbegu 20 utakamilika ifikapo Juni mwaka 2019.
That one is measurable. That one is specific. That one is achievable. Kwa unaweza kuassess kama umetaja shabaha ambayo haina hivyo, maana yake huwezi kuipima, haina tabda. Utakuwa kama wanasiasa. Kuna mwanasiasa mmoja miaka nyuma, mimi ambao nilikuwa najifunza siasa kwake, aliniambia barabara hii ndani ya miaka miwili itakuwa imekamilika. Tena alikuwa anazungumzia barabara ya kusini. Na sasa kusema alikuwa anaongea kwenye mkutano wa na waambieni hii itakuwa historia. Miaka miwili barabara itakuwa imekamilika. Baada ya mwaka mmoja ulipoisha, akarudi tena pale pale kama nilivyosema, barabara hii baada ya miaka miwili itakuwa imekamilika. Sasa unajua, sasa hiyo miaka miwili tunaipima kuanzia wapi? Unaipima aliposema mara ya kwanza au tunaipima aliposema leo? Na nataka niwaambie hiyo barabara imekuja kukamilika miaka 15 baadaye. Sasa hayo so shabaha kamili za utendaji. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo lazima kila mmoja azijue na kila mtu aziimbe. Kama hamwezi kuzishika, huwezi kuziimba, maana yake you are in a wrong organization. Uko kwenye taasisi ambayo sio yako. Tafuta unakofiti. Kwa hiyo hilo nilitaka tuelewane vizuri. Kwenye taarifa zetu mmezisema vizuri, zina takwimu, zina nini, lakini hazijakamilika. Kwa sababu moja ya kitu cha kwanza ambacho mngekiweka kwenye taarifa pale kwenye utambulisho, mngeweka dira ili nielewe hii wanataka kufanya nini. Hamjaweka. Sijaona dira. Sijaona malengo. Sijaona imani yenu ni nini. Sijaona shabaha zote. Hazipo. Kwa hiyo ripoti hizi mlizosema, sikuelewa mnaripoti nini na mnaripoti kwenye lengo lipi? Sababu lazima unaporipoti uripoti ulichopanga kufanya. Kwa hiyo hilo sijaliona. Lakini pia kwenye taarifa zote mbili za taasisi zote mbili, nimewasikiliza vizuri, nimezisikani haraka haraka. Hakuna taarifa ambayo inaonyesha mapato na matumizi ya taasisi. Hamna inayoonyesha amepata kiasi gani, mna fedha kiasi gani, au malengo yenu ni kukusanya fedha kiasi gani, matumizi yenu ni kiasi gani. Hakuna. Na nyinyi mnajua huwezi kutekeleza malengo kwa kuwe na resources. Resource pekee, rasilimali pekee mlioisema sana na taasisi zote mmesema ni idadi ya watumishi. Maana mnazungumzia rasilimali watu. Na wewe mmezungumzia vitendea kazi, maana you are talking about rasilimali, sijui mnahitaji Kiswahili kizuri, physical resources. Lakini financial resources mkazungumzia budget, sijui nini. Mimi nataka what do you have? Tungeona kwanza mnacho nini, mnategemea nini mnacho, mlipofika ni wapi, malengo ni kwenda wapi. Sasa kwa nini hamjafika? Kwa sababu rasilimali hazitoshi. Kwa hiyo hamjaweka vizuri sana. Kwa ripoti zenu hizo you have mrekebishe, muweke maeneo haya. Lakini otherwise basi wapi? Mlipoongea hapa kwenye makundi ya watumishi, mmewasikiliza wote, mmeongea sijui watumishi hawatoshi, maslahi, mmesikia kama maslahi wengine wanasema, lakini wale watuone walikuwa comfortable. Hawakuzungumzia maslahi wenzetu wako vizuri. Kwa nini? Maziwa yapo, ng'ombe wapo, mayai yapo, kwa hiyo mambo yako vizuri. Ila wakituone wako wanashika. Huko wanashika. Sasa lakini mimi nataka kusema yafuatayo. Sema moja ya kwanza. Idadi ya watumishi nakubaliana inawezekana wapi. Na ndio maana mmeajiri wale wa muda. Lakini serikali ilishatoa maelekezo kwa wafanyakazi wa muda. Ilishatoa maelekezo. Yao mimi sitaki pesa. Lakini ili tuweze kuongeza idadi ya wafanyakazi, mnatakiwa kufanya mambo makubwa mawili.
Jambo la kwanza, malengo yenu yawe yanalizisha, na sisi tuone kwamba haya malengo yana mpango wa kuchangia kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya nchi. Lakini jambo la pili ambalo ndio linatumika kama kigezo, kama nchi, ili uweze kuajiri wafanyakazi wengi na wapya kama taasisi zinavyohitaji, unahitaji kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani. Kama mapato ya ndani hayatoshi, kama vipaumbele vilivyopo mapato tunayokusanya hayatoshi, huwezi kuongeza idadi ya wafanyakazi. Mambo matatu ni magumu kuyafanya. Kiutaratibu, uwiano wa mishahara, bajeti ya mishahara na marupurupu yao, ambayo kwa lugha nyingine tunaita PE budget. PE budget inataka makusanyo ya ndani ya nchi yote yatokanayo na kodi na yasiyotokana na kodi, 50% ya hayo makusanyo ya ndani itatumika kwa ajili ya mishahara. Itatumika kwa ajili ya nini jamani? Sasa kama 50% itatumika kwa ajili ya mshahara, hali ikoje? Sasa hivi wakati tunaongea bado kuajiri watumishi wapya, bado kupandisha madaraja, bado kuongeza mishahara, uwiano uko, mishahara inachukua 55%. Kwa hiyo ina maana kama nchi tuna njia mbili, ama tupunguze ile matumizi na tupunguze mishahara, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo njia pekee tulio nayo ni kuongeza ukusanyaji wa mapato. Ndio maana serikali ya awamu ya 5 inaweka mkazo zaidi katika kukusanya nini? Mapato. Tunataka kukusanya mapato ili mambo mengine yaende. Bila hayo kufanyika, hiyo nyingine tutaimba sana. Watumishi hawatoshi, ajira hazitoki, nini na nini, sijui na nini, tutasema uhakiki, tutasema nini, tutazungumza mambo mengi sana. Lakini swala la msingi lililopo, mapato yetu hayatujaongeza ipasavyo. Nchi zilizoendelea zinakusanya 33% ya pato lao la taifa, na ndio yanatumika katika uendeshaji wa serikali na majukumu mengine. Sisi Tanzania mpaka sasa hivi uwezo wetu wa kukusanya mapato, mwaka jana tuliweka lengo kukusanya 14% ya pato la taifa, lakini hadi tunafunga mwaka tulikusanya 13% ya pato la taifa. Kwa hiyo ina maana mambo yetu mengi hayawezi kufikia kwa sababu uwezo wa kukusanya mapato bado uko chini, na Watanzania wengi hawalipi kodi. Watanzania wengi wanakwepa. Tunaelewana jamani? Na hili naomba niliseme kwa sababu nyinyi ni watafiti na watakwimu, niwape takwimu. Hata ninapoingia kwenye Wizara ya Kilimo najiuliza, kilimo kinatakiwa kitoe mchango kiasi gani? Kilimo kinatakiwa kitoe ajira kiasi gani za kuajiriwa moja kwa moja? Wafanyakazi ni kiasi gani? Sasa niwape takwimu, manake yeye wasomi lazima tuwape takwimu na muelewe hali halisi ilivyo. Kwa nini kuna ugumu katika nchi yetu? Na nyinyi mnafanya utafiti, mnafundisha kule, wanafanya utafiti hapa, wanafanya utafiti, mnafundisha. Sasa nataka niwape takwimu. Takwimu zinasema hivi, 15%. Labda niwaambie kwanza, utafiti uliofanyika mwaka jana, mwaka 2017, na taasisi ya Finiscope ikishirikiana na NBS na Wizara ya Fedha unaonyesha yafuatayo, kwamba Watanzania sasa tuko milioni 54.2 mpaka hadi mwaka jana, na ongezeko la Watanzania kwa mwaka ni 2.9. Kwa hiyo uwezo wa kuzaana sisi ni mkubwa, na tuna uwezo wa kuzaliana kweli kweli, na nikiwaangalia naona kweli uwezo wa kuzaa na. Kwa hiyo kama ongezeko la watu ni 2.9 kwa mwaka, maana yake kila mwaka watoto zaidi ya milioni 2 wanaongezeka.
na kama wakiongezeka milioni 2, maana yake chanjo za dawa lazima ziwe zaidi ya milioni 2 mpya ziwepo kwa ajili ya hao watoto. Tunaelewana? Maana yake sisi tunaozalisha chakula ambao tuko wizara ya kilimo tunatakiwa tuzalishe chakula cha kutosha kuja kuwalisha hao wanaozaliwa. Na uchumi wetu na kilimo ili kiweze kuaccommodate mahitaji hayo, maana yake kinatakiwa kikue kwa zaidi ya 2.9%, kwa sababu idadi ya watu inaongezeka kwa 2.9%, ambayo ni kubwa sana. Na hiyo inakuambia kwamba miaka 20 ijayo Watanzania tutakuwa tumefika kama 100,000. Miaka 50 ijayo Tanzania sijui tutakuwa watu 100,000 sijui na ngapi. Lakini ardhi hii tulio nayo itabaki hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona migogoro ya ardhi itakavyokuja, na hii itakuja kujibu hii swali aliyosema mkuu wa wilaya, mliosema nyinyi, pressure ya ardhi itakuwa kubwa kiasi gani. Katika hao watu milioni 54.2, watu milioni 27,864,302 hao ndio Watanzania ambao umri wao ni kuanzia miaka 16 na kwenda juu. Maana yake zaidi ya nusu ya Watanzania wako chini ya miaka mingapi? 16. Kwa hiyo hao wote wanazalisha au hawazalishi? Wote ni wategemezi. Wote ni nini? Ukiwaangalia hawa milioni 27,864,302 hawa ambao ndio wana umri wa miaka 16 na kwenda juu, tuwaangalie walivyo. 15% ya hao watu hawana formal education, hawana elimu rasmi, hawana elimu rasmi hao. 15% hawajafika chekechea wala tawala. Sasa unajipima na mtoto wako kama bado hajaenda chekechea. Katika hao unaangalia 64% ya hao ambao ndio nguvu kazi ya kufanya kazi, 64% elimu yao ya juu darasa la 7. Darasa la ngapi? Naweza darasa la 7. Ukichukua 15% na 64 na nukta kadhaa, ukizijumlisha unapata 80% ya Watanzania mwisho wa elimu ya juu ni darasa 7. Ukiendelea hapo, kuna watu wako sekondari wamemaliza kidato cha 4, wamemaliza form 6, lakini nataka niwape ifuatayo. Waliosoma ambao wamemaliza kidato cha 4 alafu wakapata angalau kacheti kaastashahada, hapo uliko kasema kaastashahada, au akapata stashahada yani diploma, au akapata degree ya kwanza au shahada ya pili au shahada ya 3 PhD. Hawa wote kwa Watanzania wote ni 3%. Ni 3%. Hao ndio wanaangalau kastashahada kacheti. Na hapo nyinyi wengi hapa ndio mnaangukia uongo. Au kuna mwingine hapo hayupo. Kama huko hapa ni darasa 7, maana yake wewe unarudi kwenye lile kundi lingine. Lile ambao katika watu 10, 8 darasa 7 wameishia. Katika watu 100, 80 hawako waliishia darasa 7. Sasa waliovuka hapo ndio hao 3%. Nataka niwape takwimu. Katika hao Watanzania 4% ya Watanzania wote ndio wanapata mishahara ya ajira ya kuajiriwa. Wanapata mishahara ya nini? Ya ajira ya kuajiriwa. Ndio wako kwenye formal employment pamoja na wewe. Kwa hiyo ina maana kuna 95% karibu 95 au 96 ya Watanzania hawajaajiriwa. Swali linakuja, kama hawajaajiriwa wanafanya kazi gani na wako wapi? Ukiwachambua utakuta 65% ya hao Watanzania ni wakulima pase. Kazi yao ni kilimo. Wanategemea kilimo 100%. 3%
takribani 8 ya hapo au 10 hivi, hao wanafanya ni wajasiriamali, lakini wanafanya ujasiriamali wa mazao ya kilimo. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kumbe nchi hii asilimia kubwa ya wapiga kura, asilimia kubwa ya wazalishaji wako kwenye nini? Kwenye kilimo. Sasa wanachangia kwa kiwango gani kulipa kodi za nchi hii? Kama hawako kwenye kilimo cha kisasa, hawako kwenye kilimo cha kulipa mshahara, wanalipaje kodi? Utaniambia labda wanalipa kwa kununua nguo, zile indirect taxes, kwa kula products, lakini hapa tulipo sisi wote, nilipowaangalia asilimia kubwa Watanzania tulivyo, moja ya kitu cha msingi na ambacho lazima sisi sote tujiandae, Mungu alitupendelea akatupa ardhi nzuri yenye rutuba, tunaweza tukalima mazao yote kama mnavyotafiti hapa. Na nimefurahi nimeona mbegu nyingi unatafuta nazo. Tunaweza kulima. Lakini mwaka huu tunasema tumejitahidi sana kama nchi, tumezalisha chakula cha kutosha. Tuna ziada 123. Lakini Watanzania hawa kula ni wavivu. Hata hapa nilipoangalia wengi wavivu wakula. Hamuli. Sasa huwezi kuiendeleza nchi kama watu ni wavivu kula. Kwa sababu ili nchi iendelee, unahitaji walaji wa hizo bidhaa unazoenda kuzalisha. Kama ni bidhaa za kilimo, tunahitaji walaji. Na lazima tuanze na soko la ndani. Kwa hiyo tunaanza na domestic consumption. Consumption yetu iko chini. Wengi hapa ni wavivu kula, hamuli. Wengi hapa watoto wenu ama ndugu zenu wengine wanaugua kwa shakoo. Niambieni, kwa shakoo ni sababu inasababishwa na nini? Kutokula mlo kamili. Kwa shakoo ni kutokula mlo kamili. Utapiamlo umejaa kila mahali. Umejaa wapi? Huko vijijini ndio mkubwa, ambako kuna ardhi nzuri, ambako watu wana uwezo wa kulima nyanya hapo, akalima miche mitatu, akalima bustani hapo kidogo, kila kitu ana uwezo wa kufanya mwenyewe. Hawafanyi. Leo hii watu tunaugua. Tunatenga dawa sasa, inabidi kama hicho sasa tutenge madawa, budget ya madawa na zahanati na hospitali kwa wingi. Tuende kutibu, wakati hawa watu wangekula mlo kamili wasingeugua. Lakini kwa takwimu hizo nilizozisema, hao ndio wateja wetu. Na hao ndio wateja wao. Unasema umefanya utafiti wa mbegu bora za mikorosho, vizuri kabisa, na mimi nakubali hiki ndio kituo, nimeambiwa ndio kituo bora kwa utafiti wa zao la korosho. Na hilo mmebobea. Hapo lazima mjipe makofi. Na zao la korosho sasa hivi Tanzania ndio linaongoza kwa kuleta fedha za kigeni. Kama mazao matano makubwa, basi zao la korosho ndio limeshika ukanda. Si ndio ndugu zangu? Lakini tuangalie hali ya wakulima huku ilivyo. Kama hili zao ndio linaongoza kuwa na mapato makubwa, hawa watu huku mitaani wanaonekana wana hali hiyo inayolingana na hiyo. Maka mimi nikiangalia wale wanaolima ndizi au wanaolima kahawa wana maisha mazuri zaidi kuliko uongo kweli. Kwa hiyo tuna tatizo sehemu fulani ambapo lazima tuirekebishe. Lakini kilimo kingi cha korosho iliyoko huku mitaani huku kienda, je, ni kilimo cha tija? Na ndio kazi ya utafiti mnayo. Mmewapa, mnafanya utafiti wa miche bora. Ni wangapi wamechukua hiyo miche bora wakaenda kuipanda? Ni kwa kiwango gani wamezingatia haya mataalamu ya masharti ya kiutafiti wakayatumia ili tupate uzalishaji unaoongezeka? Kama nchi tumehamasisha sasa hivi zao la korosho lianze kulima. Ilikuwa ni elimu karibu na mikoa 7, sasa hivi kuna mikoa 17 inalima sasa zao la korosho. Mikoa mingine iko kwenye hatua mbalimbali za kuzalisha. Lakini kilimo kinacholima, mimi niliambiwa, wakaniambia wewe unazalisha. Nikasema nimezaliwa kwa mtoto wa kulima. Akasema wewe mtoto wa mkulima wewe. Nikasema baba alikuwa analima, akasema sio mkulima. Baba yake alikuwa analima. Kwa hiyo nikapata kumbe baba yako hakuwa mkulima, ila alikuwa
analima. Na mimi nimekulia kwenye kilimo ambacho tunafanya namna gani? Lazima zingatie. Mkulima ni yule anayejua anatakiwa azalishe kwa kiwango gani na kwa nini anazalisha hicho kitu, kwa sababu kinahitajika sokoni na anajua walioko sokoni wanahitaji kitu gani, chenye ubora gani. Mkulima ndiye anafanya hivyo. Na akizalisha anajua mahali pa kupeleka. Sisi tunazalisha, hatujui hata pa kupeleka. Uongo kweli? Mnataka mniambie nyinyi hamwezi kuzalisha mchicha? Si ajabu hata hapa nyinyi ni watafiti wa kilimo. Inawezekana kuanzia mkuu wa chuo unaenda kununua mchicha mjini. Unaishi kijijini, unaenda kununua mchicha mjini. Unamkuta ametoka kumnunulia mke wangu nyanya. Unatoka mjini. Na watu wapo, unawaona kabisa wapo. Unamkuta hapa mtu ameng'ang'ana na juisi za siri za kutoka nje huko, ndio amezishika na wapelekea wanangu juisi. Yaani hawezi kutengeneza. Mama mzuri anapendeza, hawezi kutengeneza juisi. Hapa korosho mnazo za kutengeneza juisi mnazo, hamwezi. Mazao ya kutengeneza juisi yapo, hamtengenezi. Matokeo yake watoto kila siku wanaumwa. Hafu na mlomo, Mungu huyu bwana, Mungu amefanya nini? Mungu alikupa kila kitu, akakupa akili, akakupa uwezo, akakupa ardhi, akakupa kila kitu, unataka kupe nini? Kwa hiyo matatizo mengi yaliyoko ni kwa sababu sisi hatujafanya kazi sawa sawa. Kama tunaelewa? Kwa hiyo na nyinyi kama taasisi ya utafiti, kazi yenu bado usambazaji wa mbegu na miti. Mmejitahidi. Katika taasisi nilizotembelea, mimi hamjaniambia mmesambaza kiasi gani. Kwa sababu kupima mngeniambia tulikuwa na lengo la kusambaza mbegu kiasi fulani, tumesambaza kiasi fulani. Tulikuwa na lengo la kusambaza miche kadhaa, tumesambaza miche kadhaa. Lengo linalopimika au shabaha inayopimika. Hamjasema. Ila nataka nikwambie, kwa sababu huko walishaniambia huko mitaani, huko walishaniambia umefanya vizuri, umejitahidi. Lakini bado chuo chetu pale unachofundisha maafisa ugani. Maafisa ugani hawa wanatakiwa wakafanye kazi. Lakini ili wakafanye kazi vizuri, lazima muwaengage kuanzia hapo wanaposoma. Kama ni 1 year, muengage kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Malengo yake ya kufaulu mtihani yaendane na kile mlichompangia azalishe. Na akizalisha hicho tukiuze, tule, tunenepe, tule maisha. Ndio kazi yetu leo hapa duniani. Kwa sababu wengine wanafikiri kwa nini tuko hapa duniani ili kula nini? Hatuna kazi yoyote. Ndio maana tunasema fanya kazi kwa bidii na maarifa. Ukishafanya kwa bidii, ukivuna, kula ushibe kwanza. Kikibaki kauza. Kula huwezi, kuuza huwezi, hasa wewe kwa. Umekaa unalalamika, Mungu sijui Mungu wapi? Fanya kazi. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 25 inasema kazi ndio kipimo cha utu. Na mtu yoyote afanye kazi halali na afanye kwa uadilifu na uwajibikaji wa kutosha. Mlio wengi hamwajibiki. Ndio maana Mheshimiwa Rais wetu alipokuwa anagombea, tulijiuliza tuweke slogan gani mwaka huu. Enzi za Kikwete tulisema maisha bora kwa kila Mtanzania. Mwanzoni alisema kasi mpya, hali mpya, nguvu. Tulipokuwa tunapata uhuru, lazima ukumbuke tulisema. Tulisema hatukuanza na uhuru na kazi. Watu walijua kwamba baada ya kupata uhuru ni kula maisha tu, hadi Mungu. Tukajikuta watu wote hawafanyi kazi. Ndio rais wetu wa awamu ya kwanza akasema uhuru na kazi. Uhuru na kazi. Tumepata uhuru, lakini lazima tufanye kazi. Tulipotoka hapo tukasema kilimo ni uti wa mgongo. Tulipotoka hapo tukasema siasa ni kilimo. Tumetoka hapo tukasema nini? Kilimo kwanza. Tumetoka hapa sasa tumekuja mpango mahususi awamu ya pili wa kuendeleza kilimo. Wataalamu na tuandike mipango mizito. Kaangalia utekelezaji. Uandikaji mzuri. Ndio maana Wakenya siku hizi
hizi na nchi nyingine nasikia wanasema sasa, sijui kuna utani mmoja wanasema, wao wanasema kwa nini mtumie nguvu kwanza kuandaa hivyo vitu? Yeah, you just go to Tanzania, wewe waambie wakupe. Soma walichoandika, chukue uje ufanye kuimplement. You don't need to decide why should you invent the wheel. There are people who can suffocate to formulate that. Tanzanians can do that. They are very good in formulating. Lakini implementation very poor. Kwa hiyo kachukue walichoandaa patikane. Tumeelewana jamani? Tunao mpango mahususi wa awamu ya pili wa kuendeleza kilimo. Unasemaje? Na nyinyi ndio mnatafiti kilimo. Inawezekana mnafanya utafiti kwa mimi pita mwaka wa kilimo. Unasemaje ule mpango? Lazima uelewe. Na mimi sitakupa majibu. Kazi kwa kuelewa. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo mimi nasema ni muhimu haya tukayaelewa. Nyinyi hapa ni watumishi wa umma. Mtumishi wa umma sio kwamba neno limekuja tu. Neno utumishi wa umma limetoka mbinguni. Toka Mungu alipokuwa anafanya uumbaji, alisema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Na akasema kila mtu atakula kwa jasho la. Au wewe wangu. Hakusema? Hakusema. Alisema kila mtu atakula kwa jasho. Ndio maana rais wetu anasema hapa, kwa sababu imeandikwa kwenye vitabu vitakatifu. Kila mtu atakula kwa jasho la. Na kwa nini ilitokea kwamba ule kwa jasho lake? Kwa sababu shetani alipotokea alitudanganya tukatenda dhambi. Mungu alitupa kila kitu, kuleni vyote mlivyopa, mule vyote mshibe, mniachie tunda moja. Shetani akasema hata hilo kuleni. Mkala. Yaani hata walipokuambia hiki uzile, wakala. Alikwambia kula vingine vyote nilivyoweka kwenye bustani yetu. Aliweka kila kitu pale. Kuleni vyote. Niachieni moja tu tunda. Shetani akakula na hilo. Mkala. Mungu katukia akasema sasa mtaishi kwa jasho. Wewe mfanye kazi. Lakini akasema kila mtu anafanya nini? Na asiyefanya kazi na sasa hii miradi mkuu wa shule pale, mkuu wa shule. Miradi mnao kibao, mnaelewa kibao. Kama mwezi kufanya kazi na msile. Kwa sababu yale maeneo yale mkiyawekeza vizuri, mkatumia rasilimali mlizo nazo, mkawatumia wanachuo mlio nao, mnaweza mkawa ninyi ni watafiti wazuri, mkawa ni producers wazuri, mkaweza kuonyesha mifano ya bidhaa mbalimbali zinazopatikana. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo mimi naombeni ufanye nini jamani? Kwa hiyo kama Mungu alisema mkale maisha mule vyote, mniajie kimoja mkatenda dhambi, ndio matokeo yake. Hata viwanda ambavyo Rais Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa awamu ya kwanza, alianzisha viwanda kibao, vilikuwa vingi. Vilijaa mpaka sasa hivi tungekuwa hatuna tatizo la ajira. Leo hii tunahangaikia tatizo viwanda gani vitabangua korosho yetu. Viwanda vilikuwepo. 12 vya korosho vilianzishwa. Vyote vikauzwa. Vilipouzwa, 5 ndio vinafanya kidogo, vinafanya kazi. Viwanda hakuna. Na bila viwanda hatuwezi kuongeza ajira, huwezi kutatua tatizo la ajira, huwezi kutatua tatizo la umaskini. Kwa hiyo lazima tuongeze bidii kujenga viwanda, na hivi viwanda tunavyovijenga tunataka malighafi zitoke kwenye kilimo. Lakini na sisi huku wenye kilimo wataalamu mtuambie tuzalishe nini? Lazima tuulize kwanza soko wanahitaji nini. Wanasema wanahitaji bidhaa hizi zenye ubora huu, malighafi yenye ubora huu. Wakituonyesha ubora wa kile wanachohitaji, tukirudi huku ndio tunaenda kuzalisha. Lakini tuzalishe kwa tija, kwa ubora unaohitajika na sokoni, ndio tutauza. Na ndio tutajenga viwanda vile ambavyo ni endelevu. Viwanda mkaua, shetani kawadanganya, mkaua vyote. Leo shida. Sasa hivi tunahangaika na zao la korosho, tunahangaika soko liko wapi, nini na nini. Wakulima huku wataka kutanyasika, rais kaingilia kati kaweka vizuri. Wakulima walipwe, lakini huko mitaani wengine hawajafurahia.
Nyinyi kama wataalamu fanyeni kazi. Kama wataalamu fanyeni utafiti wenu. Wanafunzi hawa huwa wanagundua vitu vizuri sana. Wakigundua project zile, wakiziandika, wakizifanya uchambuzi, zinakuwa nzuri sana. Wakimaliza wakapewa cheti, imeishia hapo. Hakuna uendelezaji. Nyinyi watafiti mnatafuta mbegu nzuri, baada ya kuzipata nzuri hizo mnamwambia nani? Mnazipeleka kwa nani? Kwamba hii ndio mbegu bora, mnampeleka nani ili aweze kuzitekeleza? Haya ndio mambo ambayo lazima tujadili kama kituo cha utafiti, na sisi kama chuo pale mnapowafundisha, muwafundishe, lakini mkiwafundisha wajue kwamba wakienda huko wanaenda kukutana. Kama hawawezi kukutana haya, itakuwa ni shida. Tumeelewana jamani? Itakuwa ni nini? Shida. Kwa ndugu zangu, mimi naagiza fanye machache yafuatayo. La kwanza, tatizo la mipaka. Kwa tunakokwenda, tusipolitatua leo, tusipomaliza hili tatizo, litatusumbua mbele sasa. Kwa hiyo kabla ya tarehe 30 Juni mwakani, mmeshaweka beacon, eneo lote limepimwa na mmeweka mipaka ya kudumu kwenye mipaka yote ya vituo vyote viwili. Tumeelewana? Tumeelewana? Najua na nyinyi wengine mlikuwa mnalima huko. Maana mliposema bustani pale, nikaona wengine wanaanza kuangalia kwa sababu wanalima bustani. Mipaka yote lazima iwe, na hakuna anayeruhusiwa kuingia ndani ya hilo eneo wala kufanya shughuli nyingine yoyote. Ili eneo lilitengwa kwa ajili ya chuo na kwa ajili ya kituo cha utafiti, litabaki hivyo na tutalisimamia kama serikali, kama alivyosema mkuu wa wilaya. Mbona mshauri? Hapana. Hata nataka lichukuliwe, si ndio? Nataka lichukuliwe, si ndio? Kwa hiyo mpaka ya kudumu, na hilo hatujadiliani. Nikija safari ijayo nikikuta hamjaweka, tutaelewana vizuri. La pili, kama kituo cha utafiti ambacho kinaongoza kwa utafiti wa mazao wa mbegu mbalimbali za mazao mbalimbali, lakini korosho ikiwa namba moja, na korosho ndio inatoa mchango mkubwa sana sasa hivi duniani, lazima mjikite pia kuandika miradi mbalimbali ya kutafuta fedha katika taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi zinazohusu tabia ya nchi, mazingira na mambo mengine, ili mpate miradi ya kutosha. Mkipata miradi ya kutosha, ndio utafiti wenu utaimarika, ndio mtapata mambo yatakwenda vizuri. Wakati mnatafiti, na nyinyi mifukoni mtakuwa vizuri. Mkiwa mna elimu yenu lazima itumike. Na kutumika, we want to see the output. Nilitegemea kwenye report mniambie, tumeandika miradi 20, katika 20 tumepata mmoja. Ningewaelewa. Au tumeandika 10, hatujapata hata mmoja. Ningewaelewa. Hamjaandika proposal, hapo mnataka mvua inyeshe kutoka mbinguni. Hakuna. You have to work hard. Muandike proposals, peleka maeneo mbalimbali, ndio mtapata fedha. Na hizo ndio zitawasaidia kuimarisha utafiti, lakini zitawasaidia kuimarisha miradi. Lakini la tatu, miradi ile nimesema, ile ya ng'ombe nimeona, bustani nini, sio tu kuweka mafunzo. Work serious in a business manner. Weka utaratibu mzuri, simamieni vizuri, ongezeni uzalishaji, wanafunzi wenu wale watumieni, wafanye utafiti, wafanye kazi, mpaka naondoka anakuwa ameacha alama, mimi nimesimamia hiki mpaka kimekamilika. Na hapo ndo tutawaandaa kwenda kujitegemea wakienda vitani. Watakuwa na uwezo wa kwenda kufanya kile kitu alichokifanya chuoni. Kama ni kuku wa mayai kama hivyo, lazima wafanye practically na watest na mwagawani. Kama mtu anasimamia ni miradi sijui mboga za majani nini, pale nimeona greenhouse mnafanya vizuri, lakini tunataka iingize fedha, iingize mapato, lakini pia maslahi yao mazuri. Tumeelewana jamani? La tatu, nataka muongeze utafiti, kasi ya utafiti. Kuna magonjwa mengi yanajitokeza,
mbegu feki ziko nyingi, na wale wanaosajili taasisi yetu ile, zile mbegu ambazo hazijasajiliwa lazima muhakikishe zote zinasajiliwa. Tunataka mfanye utafiti zaidi, na nyinyi ndio mtuongoze kama nchi. Kwa utafiti wenu mnafikiri hapa tufanye nini? Nilikuwa nauliza makusudi, nasema kwamba haya mazao mnaosema yanastawi huko. Nyinyi kama watafiti mnatakiwa mtuambie haya yanastawi hapa kwa sababu gani? Kwa sababu hapa kuna nini? Mkituambia kama nchi, tutafanya na tutasimamia kufuatana na utaalamu. Hiyo itatupeleka mahali pazuri sana. Lakini pia ni waagizi. Mmeniambia kuna upungufu wa watumishi. Kuna vibali kama hamjaomba muombe. Tulishaagiza sasa hivi. Kwa muda wa miaka mitatu tulikuwa tunafanya zoezi la uhakiki la kupunguza wasiokuwa na vyeti. Tulipomaliza tumetoa utaratibu, watumishi wote ambao walikuwa hawajapandishwa madaraja wapandishwe madaraja. Sasa kama mpaka leo watu hawapandishwi madaraja na wapo, hiyo haikubaliki. Kwa naomba hilo nalo mlisimamie. Maana tunataka watu wenye furaha, wanaofurahi, wanaofanya kazi na wakijua maslahi yao yako vizuri. Kuna lingine limetoka nalo, mmeniambia mnahitaji ukarabati wa majengo, ukarabati wa miundombinu. Hilo nitatoka nalo, nitaenda kushauriana na wenzangu, lakini tutajitahidi kama walivyosema. Waziri wa fedha alishakuja, walituambia, katibu wetu mkuu alikuja, na wengine wengi. Tunashirikiana, tutatafuta rasilimali, tuhakikishe majengo haya mengine yabadilike sura, yafanane na wakati tulio na. Hilo tutalifanya. Lakini jambo lingine, lazima mjitume, lazima msome, mzielewe taasisi zenu, na mfanye kazi kama timu, mfanye kazi kwa pamoja. Iwe ni driver, iwe mhudumu, iwe mhasibu, iwe mtu wa ugavi, iwe sijui mtu wa research, sijui iwe mwalimu, wote mnafanya kazi hii moja, mnategemeana. Kwa hiyo you have to work as a team. Majungu, sijui binafsi, uzembe, kutokuwajibika hauna nafasi kwenye serikali ya awamu ya tano. Na dalili za watu wanaopiga majungu ni kwamba kazi hana ya kufanya. Kuna watu wanafika saa 1:30, anazunguka na rendarenda kwenye ofisi za watu mpaka saa 9 muda wa kuondoka, au saa 10 anaondoka. Hata ukimuuliza umefanya nini leo, hawezi kueleza. Lakini majungu namba 1. Na nilipoangalia wengine hapo wana sura kweli za majungu. Hatutaki majungu. Hatutaki nini jamani? Majungu. Ndio maana nimewauliza dira yenu nini? Dira lazima wote tuiimbe. Wote tujue tunataka kufanya nini. Wote tunataka kuchangia kwenye hiki. Anayefagia ni muhimu. Anayetunza faili ni muhimu. Kama ni mfanyakazi wa nyumbani, house girl au house boy, ni muhimu na yeye anazalisha. Kwa sababu wewe house girl yule asingekaa nyumbani kulinda nyumba yako. Sasa hivi hapa hata mawazo angekuwa anafikiria nyumbani. Sijui mtoto wangu sijikala, sijui nini kimepigwa, lakini naye yupo. Kwa hiyo kila mtu kwenye taasisi ni muhimu. Tumeelewana jamani? Kila mtu ni nini? Kwa hiyo naombeni tufanye kazi kwa pamoja. Jambo la mwisho. Jambo la nini? Tuwajibike ipasavyo. Tufanye kazi kwa uadilifu. Tupige vita rushwa, tupige vita uzembe. Tumuunge mkono kwa 100% zaidi ya 100 rais wetu wa awamu ya 5 Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa kazi kubwa anayoifanya, na sisi tuwe mfano wake. Tufanye kazi. Ni imani yangu tukifanya kazi kwa pamoja kama timu, tukashirikiana, tukamsaidia kumshauri, tukajituma, nchi hii baada ya miaka 10 tutakuwa tunazungumza historia tofauti. Uongo kweli?
Ndio maana mimi nasisitiza kazi yenu kubwa, zalisheni. Lakini kwa nini tuzalishe? Fanyeni kazi kwa bidii, lakini kwa nini tufanye kazi kwa bidii? Tumieni maarifa. Kwa nini tutumie maarifa? Tuongeze tija, tuzalishe zaidi. Tukizalisha zaidi, tule vizuri. Tukila vizuri, tutakuwa tuna afya nzuri. Ndio maana na msemo wangu, kula nini? Maisha. Kula nini? Maisha. Kula nini? Maisha. Kula nini? Maisha. Tule tunavyozalisha, tule tuzifurahie. Tumeelewana jamani? Tukila sisi vinavyobaki tutauza wapi? Nje. Lazima tuanzie na ulaji wa ndani. Tuhamasishe uzalishaji, lakini tuhamasishe ulaji. Tuko pamoja? Tuhamasishe nini? Ulaji. Wewe unataka mule nini? Mfurahi. Nchi ya kwenu Mungu alikuwa na makusudi ya kuwaweka mfurahie nchi yenu. Furahieni mlicho nacho. Ukiona kitu hakiendi vizuri, sema kile hakiendi vizuri. Lakini majungu nimesema marufuku. Baada ya kusema hayo, na washukuruni kwa taarifa, na washukuruni kwa kazi, na watakia kila la heri. Mungu awabariki.